tunataka kunena kuhusu Christians very engaged. Kukuwa engaged ni kwamba wewe uko busy, umeshikamana, hauna nafasi ya vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi ndizo nyakati ambazo tunaona kwamba watu wengi wamekuwa very engaged. Watu wamekuwa wako busy Monday to Monday. Hakuna mtu wako na wakati. Bwana Yesu asifiwe. Na wako engaged na nini? Wako engaged na mambo ya ulimwengu huu. Mahangaiko ya ulimwengu huu unafanya watu wanakuwa very engaged. Yani mtu ako very occupied. Hana nafasi hata ya nafsi yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati tunakusanyika kama mahali hapa, hatukusanyiki kwa ajili ya mwili. Kwa sababu mwili, maandiko inasema kwamba itarudi kwa mchanga mahali ilitoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunakusanyika kwa ajili ya nafsi zetu. Manake nafsi itaishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati mwili unalala, nafsi itaondoka. Itaenda kutoa hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Itaenda kutoa hesabu ya kazi ambayo imefanya wakati ilikuwa katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumekuja hapa kwa ajili ya nafsi yetu, ili nafsi yetu ikapate kuburudishwa katika neno, tukapate kuzidi kukua katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunakusanyika kwa ajili ya nafsi zetu. Lakini sasa tumefika katika kizazi ambacho watu wako very occupied. Watu wako very engaged. Hakuna nafasi. Hawana nafasi hata ya nafsi zao wao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika wakati huo ambapo mtu yuko busy Monday to Friday, ako kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine jioni pia ako busy, kuna kitu anaenda kuangalia. Kuna vitu watu wanapenda katika ulimwengu huu ambazo haziwezi zikapita kama hawajatazama. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna kitu ambacho unakipenda. Kuna kitu watu wanapenda sana, yenye hata kabla alale akisikia inakuja hata lala. Bwana Yesu asifiwe. Niko na mfano mzuri, ninapenda nipeane mfano na mtoto wangu mmoja ambaye mara mingi unishangaza. Kwamba wakati chakula kingine kimewekwa kwa meza, kando na zile ambazo anapenda, yeye hushikwa na usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Ugali ikikuja kwa meza, yeye ni mlevi kwa usingizi. Atalala, alale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini chips ikikuja kwa meza, hakuna usingizi. Sasa kuna kitu ambacho watu wanapenda katika wakati huu, ambayo ukiambia mtu tuko na service ya 1 hour usiku, hiyo 1 hour ni mzito. Lakini kama kuna football ambayo inaenda 2 hours, atakaa chini aione iishe. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna soap opera ambayo inaanza saa 2:30 mpaka saa 3, atakaa chini aone iishe. Atakaa chini aone iishe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kitu ambacho tunanenea hapa. Very occupied. In a way that hauna wakati na nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumejikuta katika hali hiyo. Manake kizazi hiki ni kizazi ambacho kinakesha kwa simu usiku mzima. Hakuna wakati ambapo utasema wacha nikeshe kwa maandiko, nikeshe kwa Biblia, nikeshe nikimsifu Mungu. Hatuna hiyo wakati. Lakini tuko na wakati wa kukesha kwa simu. Tunaendesha ndege usiku. Mtu anasema labda usiku kuna bahati, naweza endesha ndege ikapaa sana. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndio vitu ambazo zimetujaza mpaka hata hatujui ni nyakati zipi tulizo. Bwana Yesu asifiwe. Hatujui ni wakati upi tulio nao. Hatujui muda umebaki kiasi gani. Hata wakati tunaimba kwamba nyakati zimeisha, ukisimama pale nje na mahubiri kama haya kwamba nyakati zimeisha, ikimbieni hukumu, watu watashangaa huyu naye anasema nini? Watashangaa huyu naye ametokea wapi? Manake hawaelewi ni nini hiki ambacho huyu mtu anakinenea. Watu wako very occupied to a point that hata hawaelewi wao wenyewe wamesimama pande gani. Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio mwito ambao Kristo Yesu analeta katika wakati huu pia. Akitukumbusha pia kama kanisa kwamba na tuwe na muda pia. Tuwe na muda wa kutafakari nafsi zetu zitakwenda wapi. Tuwe na muda wa kuangalia kwamba baada ya mahangaiko katika ulimwengu huu ni wapi tutakwenda kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Manake uchaguzi tunafanya tukiwa hapa. Uchaguzi tunafanya tukiwa katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mfano mzuri kwa Biblia. Wacha tuende kwa kitabu cha Mathayo.
Mathayo 24:38. Maandiko inasema hivi: kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile iliyoingia Nuhu katika safina. Bwana Yesu asifiwe. Hatusemi kuolewa ni mbaya, hatusemi kukula ni mbaya, lakini kuna kitu ambacho ujumbe huu unaleta, ile kukuwa occupied na vitu vya ulimwengu huu. Noa alipohubiri, alihubiri katika miaka mingi sana, zaidi ya miaka 100 akiwa anahubiri, na wale watu ambao alikuwa anahubiria walikuwa very occupied na mambo ya ulimwengu. Ni kama vile injili inavyohubiriwa katika wakati huu, na watu wako very occupied na mambo ya ulimwengu. Watu wamejaza mambo ya ulimwengu katika mawazo yao. Hata injili ikihubiriwa namna gani hawasikii. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni kama nyakati hizo, na huyo alikuwa ni Yesu Kristo ambaye alikuwa anafananisha wakati ambapo alikuwa katika ulimwengu huu, akiufananisha na wale watu ambao alikutana na wao, na wale watu wa Nuhu. Manake Nuhu alihubiri katika miaka hiyo yote, akiwa anatengeneza mpaka safina, kitu ambacho kinaonekana physically, watu wakimuita tu majina. Huyu mzee amechanganikiwa. Nenda, anakuja anahubiri, watu wanamwangalia tu. Watu wako busy, wanafanya shughuli zao za kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni starehe, walikuwa wanaendelea na starehe zao za kawaida tu. Kama ni party after party, walikuwa wanaendelea na starehe zao za party after party. Hawako wanatambua nyakati ni gani. Bwana Yesu asifiwe. Manake walikuwa wako occupied, mind zao zilikuwa zimejaa starehe za ulimwengu huu. Ulikuwa umejaa kutimiza mambo ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wanaoendelea kuhubiriwa, walikuwa wanakejeli tu. Manake hawakuwa na muda na neno, hawakuwa na muda na injili. Bwana Yesu asifiwe. Musa na Nuhu hakuchoka. Manake Nuhu alikuwa na wito ndani yake, na akawa natumaini kwamba huenda labda kuna mmoja ambaye atabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pande ile pia Mwenyezi Mungu alikuwa anafanya kazi yake. Manake wale wachache ambao walikuwa wanasikia, Mwenyezi Mungu alikuwa anawachukua. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ndilo tumaini letu hata sisi katika wakati huu, kwamba tunaweza toka pale nje tupige kelele kabisa, lakini kuna mtu mmoja tu atachukua. Bwana Yesu asifiwe. Naye akichukua anapata kuondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaangalia katika kizazi hiki, kizazi ambacho watu wako very occupied, watu wako busy, watu wanafanya shughuli zao, hawajui hata ni nyakati zipi tulipo. Hawajui kwamba Kristo Yesu anakuja. Hawajui kwamba ishara zote tayari zimeonyesha kwamba Kristo yu anakuja. Lakini hayo yote inawapita tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vile mambo ambazo wameviweka mbele. Kuna vitu ambavyo wamepatia priority zaidi ya kile kitu ambacho tunakizungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wadada wao maisha yao yote ni party after party. Ni watu wamezoea starehe. Hata ukiwaambia neno hili, hawana nafasi na neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho kizazi ambacho tuko nacho katika wakati huu. Kizazi ambacho kiko very occupied na mambo ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kwamba wachungaji wengi hata wakikwenda pale nje kuhubiri, wengi hata labda wanachoka, kwa sababu wanajaribu kuangalia wale watu ambao wanawazungumzia, hawana kazi na wao, hawana haja na wao, hata hawasikizi. Bwana Yesu asifiwe. Na sababu kuu ni hili moja, kwamba katika mawazo yao hawana nafasi. Hakuna nafasi ya kusikiza neno katika mawazo yao. Wamejaa mambo ya ulimwengu huu. Wako very occupied. Hakuna nafasi hata kidogo ya kufikiria kuhusu nafsi zao. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona mtu anaweza akafanya kazi wiki mzima, na ikifika Jumapili hiyo saa moja tu yenye amepewa ya kupumzika, anaona afadhali akaenda aone replay ya football zenye zilichezwa katikati ya wiki. Bwana Yesu asifiwe. Anaona afadhali aende pale. Anasema kwa chache nitaboeka. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine pia wanakuja katika makanisa hizo, hasa hizi kanisa kubwa kubwa ambazo ziko na vyombo vikubwa kubwa za kuchezwa. Hawakuji kwa sababu wanakuja kumtafuta Yesu, bali wanakuja ili wakafurahishe miili yao. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuja wakisema leo tunaenda kuimba wimbo fulani na mimi napenda wimbo huo. Bwana Yesu asifiwe. Drumist pale akipiga zile vitu zao, zinawafurahisha, zinawasisimua miili yao, wala si roho zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata wakati wanakuja na nia zingine tofauti. Hawakuji na nia ya kumtafuta Mungu. Wanakuja ili miili yao ikapate kufurahia.
Wanakuja ili kiu ya kustarehesha miili yao ikapate kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo ndio ambayo tunakumbana nao katika wakati huu. Na hayo ndio mambo ambayo tunayaona kwamba watu hawana shughuli na neno. Watu hawana shughuli na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaambiwa kwamba tukazidi kuwaombea. Tukazidi kuwakumbuka hata katika wakati huu. Manake kile kitu ambacho wanakihitaji ni kukumbukwa tu kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale ambao Mwenyezi Mungu atawazungumzia tu wao wenyewe. Kuna wale hata wakihubiriwa hawatabadilika. Ni Mwenyezi Mungu tu atawakumbuka na akapata kunena na mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema hivi kwa Yakobo 4:4. Kitabu cha Yakobo 4:4. Maandiko inasema hivi. Yakobo 4:4. Maandiko inasema hivi. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kukuwa adui na Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya yote yanaletwa na mambo na urafiki. Wakati kuna upendo wako ambao umeuweka kwa mambo ya ulimwengu huu, tayari umefanya urafiki na ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unafanya urafiki na ulimwengu na mambo ya ulimwengu, basi wewe umefanyika adui na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunafanya urafiki na ulimwengu, basi mambo ya injili tunaiondokea. Ndio unapata kwamba wengi wetu, hata wakati tunakuja kanisa, tunakuja tu kupass time. Lakini kuna kitu ambacho kiko ndani yetu ambacho tunakipenda zaidi. Kama kuna kitu ambacho kinaabudiwa katika wakati huu wa mwisho, ni mambo na mpira. Mpira inapendwa katika ulimwengu huu wa sasa kwa kiwango fulani, mpaka hata unaweza shangaa mtu anakosa kuonekana hata kwake mpaka wakati wa saa 6 za usiku ndiye anapata kurudi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna ile kitu ambacho amekipenda sana na hawezi taka kukiwacha. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi taka kukikosa hata sekunde moja. Ni kwamba amefanya urafiki na ulimwengu, na ulimwengu ukamuingia kabisa. Hawana nafasi kabisa na Mwenyezi Mungu. Hawana nafasi hata kidogo na kazi ya Mwenyezi Mungu. Wako very occupied. Hakuna nafasi ambao wako nao wa kusema kwamba wacha leo hii nafasi ambayo nimeipata, wacha niende nikaimalizie kwa kanisa kule. Hawana hiyo nafasi. Bali kila kitu ambacho wao wanafanya na kufikiria ni kwenda tu kufurahisha miili yao. Bwana Yesu asifiwe. Kama wakati huu kuna watu walilala kwenye party after party. Kuna watu walikesha kule na wakalala mpaka asubuhi ya leo. Wameamukia na kutoa lock wakiwa pale tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hicho ndicho ambacho wanakipenda zaidi kushinda hata neno. Wanapenda kutimiza mapenzi ya miili yao zaidi kushinda hata Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya yote tunayashuhudia kila siku na tunayaona yakifanyika. Ndiposa tunahuzunika ndani ya mioyo yetu kwamba ni mpaka lini watu watabaki wakiwa wafungwa katika upendo wa ulimwengu huu? Ni mpaka lini watu watajifanya kuwa maadui wa Mwenyezi Mungu? Mpaka lini? Ni kuzidi kuwaombea tu. Manake kuna mambo hatuwezi tukasukuma kwa nguvu zetu. Ni kuwaweka kwa maombi tu kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa ulimwengu unaondoa watu katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Unakuondoa kabisa. Manake wewe utapenda vitu vyote vya ulimwengu na utakuwa adui wa Mwenyezi Mungu. Hautapenda chochote ambacho kinakwenda na Mwenyezi Mungu. Bali wewe fikra zako zote itakuwa ni katika starehe na anasa za ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa tumekuwa watu wa kawaida. Kila kitu ambacho tunafanya tu katika hali ya kawaida. Manake desires na tamanio za miili yetu zinatuongoza. Katika kila kitu ambacho tunakifanya, tunataka kufurahisha miili yetu kwanza. Hakuna mtu ambaye anataka kukwazika. Anataka tu yeye mwenyewe akapate kujipendeza kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona tunabambana ili tukaonekane tukawe wazuri. Tunakazana hata kujiweka mpaka tunabadilisha mpaka miili yetu ili tukapate kuonekana wazuri. Kwa nini? Kwa sababu upendo wa ulimwengu na vitu vilivyomo katika ulimwengu umetuvaa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Wakati upendo huo umetuvaa, basi tunakuwa kama watu wa ulimwengu. Tunakuwa watu wa ulimwengu katika matendo yetu. Katika kila kitu ambacho tunakifanya, tunafanya kama tu vile ulimwengu unavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa tumechukulia kila kitu imekuwa ni kitu cha kawaida.
Bwana Yesu asifiwe. Wakati maandiko inasema kwamba ikimbilieni zinaa, kwamba dhambi yote ambayo mtu anafanya iko nje ya mwili wake, lakini yule mtu ambaye anajiingiza katika zinaa anafanya dhambi katika mwili wake mwenyewe. Na wakati maandiko inasema hivyo, unapata watu bado wanazidi kurudi katika zinaa. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi watu hawaogopi. Matendo kama haya yanafanywa mpaka kando ya barabara kwa magari. Bwana Yesu asifiwe. Manake watu wamekuwa occupied na starehe na anasa za ulimwengu huu zaidi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyakati tu zile za mwisho ambazo tunazidi kuzinenea, kwamba watu watakuwa katika namna hiyo. Watu wataupenda ulimwengu na kusahau hata nafsi zao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio hali ambazo tumo ndani katika wakati huu. Ukiangalia jinsi anasa inavyozidi kutrend mpaka hata katika makanisani, inastaajabisha sana. Manake uchi imeingia mpaka ndani ya makanisa. Watu mawazo yao yote imekaa katika zinaa. Manake hakuna kitu ambacho kinaweza toka katika mawazo ya mtu ambacho ni kisafi ukiwa katika mazingira kama ile. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu kanisa limeanguka. Kanisa limeingia baridi kabisa. Kanisa haliwezi zikainuka katika viwango ambavyo vilikuwa vikiinuka katika nyakati zile. Kanisa imelala kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana uovu umezidi kuinuka katika mataifa mengi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kanisa ndio inafanya msingi wa taifa. Wakati kanisa limelala, hata viongozi wanainuka, wale ambao ni wakorofi. Bwana Yesu asifiwe. Na huku watu wanakuja wakilia, wanalia haki yao. Wanalia kwamba hawatimiziwi haki zao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wamesahau kwamba kuna mahali ambapo walikwenda vibaya. Kuna mahali ambapo walilala, walikosa kutenda mazuri, walikosa kuomba ili Mwenyezi Mungu akawapatie kiongozi ambaye atawatimizia kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunalala ndio tunajikuta katika mahangaiko hayo. Wakati tunakosa kuwa waaminifu hata katika maombi, hata katika kumtumikia Mwenyezi Mungu, mabaya yanazidi kuja katika njia zetu. Na tunajikuta katika hali hii ya kukuwa occupied zaidi na mambo ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu wengi wetu tumejaa katika mawazo yetu, tunapigania tu haki zetu kila wakati. Tunapambania tu haki zetu. Nimekosa hili, lazima nikatoe sauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tungechagua njia ambayo ni sahihi, hatungekuwa tunajikuta katika hali hii. Bwana Yesu asifiwe. Tungejikuta katika hali ambayo inampendeza hata Mwenyezi Mungu mwenyewe. Tungekuwa katika ile hali ambayo inazidi kumuinua Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu tumejikuta hapa na tumechukua hapa kama mahali petu pa starehe, hakuna kizuri ambacho kinakuja mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hatuna nafasi na yule ambaye alituumba. Alituumba akatuweka katika ulimwengu, akasema na tukampendeze yeye, wala tusipendeze ulimwengu. Lakini wakati huu tunapendeza ulimwengu. Tunatenda kila kitu ambacho kinaenda na ulimwengu. Nafsi zetu zimechukuliwa sana na mambo ya ulimwengu. Hatuna nafasi na Mungu kabisa. Kila kitu ambacho tunafanya kwa sababu ulimwengu umekuwa ndani yetu. Tumefanya urafiki na ulimwengu, na ulimwengu ukakuwa sehemu katika maisha yetu. Ili hata kupumua, pumzi ambayo tunapumua mambo ya ulimwengu tu. Kila kitu ambacho tunafanya tukiulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati maandiko inatuonya kwamba tuondokee mambo haya, sisi tunakimbia tukikwenda pale. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa ni kama tu vile nyakati za Nuhu, vile tumesoma pale kwa Mathayo, kwamba Nuhu alihubiri miaka hiyo yote akiwaambia watu, epukeni ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ambaye inakuja. Kuna gharika inakuja na inakuja kuwafagia. Lakini watu walimchekelea. Wakasema, mzee huyu amechanganikiwa. Haya mambo ambayo unayasema sisi hatuyajui. Bwana Yesu asifiwe. Manake nyakati zile hawakushuhudia mambo kama hayo. Walijua kwamba hata Mwenyezi Mungu akinyunyizia mimea yao shambani, maji ilikuwa inatoka tu chini ikikuja juu ya ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuwahi shuhudia kwamba kuna maji inaweza toka juu na ikakuja chini na ikapate kujaza hata ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika hali hiyo, manake maandiko inasema wazi kwamba katika shamba la Edeni kulikuwa na mito ambayo ilikuwa inazunguka shamba la Edeni. Na kazi ya mito hii ilikuwa ni kufanya nini? Ilikuwa ni kuinyunyizia shamba la Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo walizoea kuona hayo. Walizoea kuona kwamba maji inatiririka tu. Bwana Yesu asifiwe.
Hata wakati mzee Nuhu alipokuwa akiwaambia kwamba gharika itakuja na itawaangamiza, walifanya kumchekelea tu, kwa sababu hayo ni mambo walijua ni kitu haiwezekani. Ndipo hata pia mahubiri yanahubiriwa katika nyakati hizi. Tukiambia watu Kristo Yesu anakuja, wanaona ni kama ni kitu ya mchezo tu. Wanaona kama ni kitu haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Manake wanachukulia ni mzaha tu. Kila kitu wanachukulia ni mzaha. Manake wamekuwa kama vile wale watu walivyokuwa katika nyakati za Nuhu. Walipohubiriwa waliona ni kitu cha kawaida tu. Waliona ni kama mzee amechanganyikiwa. Na mambo hayo Nuhu aliyanena mpaka wakati alipoingia kwenye safina, na hata hawakujua. Bwana Yesu asifiwe. Hawakutambua kwamba hata Nuhu ameingia kwa safina. Manake Mungu alikuwa mwenye huruma na upendo sana, kwamba hata baada ya Nuhu kuingia kwenye safina, mlango wa safina ilibaki ikiwa wazi katika muda fulani, ili yule ambaye atatambua nyakati akapate kukimbia na kuingia na kuokoa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ya neema ambayo tuko nayo katika wakati huu. Wakati tunapiga kelele hivi, ukisikia na ukiguswa, unakimbia, unaingia katika neema hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale walikataa. Mpaka wakati walipoona bingu imeanza kugeuza rangi, tayari mlango ushafungwa. Ndio wakakumbuka mzee Noa. Wakasema, hey, mzee kumbe alikuwa anasema ukweli. Safina imesimama wapi? Bwana Yesu asifiwe. Walipokimbia kwa safina, tayari Mwenyezi Mungu alikuwa ashafunga. Na Nuhu akawaambia, mimi nilihubiri hiyo miaka yote, mkanichekelea. Mlango umefungwa, mimi siwezi nikaufungua. Maana hata sijui imefungiwa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Basi neema wakati bado ipo, wacha tukaikimbilie. Maana wale walipewa neema lakini wakafanya mchezo nao. Wakafanya mzaha nao. Na wakati neema ilifungwa, walibaki wakaangamia. Kwa hivyo hata katika wakati huu, wacha tusiwe kwamba ati tumeshikamana na mambo ya ulimwengu huu. Tusiwe kwamba kuna vitu ambavyo vimetushika mawazo sana, tunasahau kwamba Kristo Yesu anakuja. Kile ninamaanisha ni kwamba wacha isiwe kwamba atatushtukia tu. Isiwe kwamba wakati watu wanachukuliwa wakienda katika mapumziko, iwe ni kama kushtukia. Bali wacha tuwe kwamba tumejiandaa. Tuwe kwamba tulikuwa tumejiweka tayari kwa ajili ya siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuweke mawazo yetu iwe huru, kwamba Kristo Yesu anapoingia ndani yetu, anapata mahali ambapo kuko wazi. Mahali ambapo kazi yake tu nditapata kufanyika pale. Tuache kuwa occupied na mambo ya ulimwengu huu. Vitu vyote vya ulimwengu huu vinakuja kupita tu. Hakuna kitu ambacho kinakaa milele. Hivi vitu vyote vinakuja kupita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna haja ya sisi kujiweka mawazo yetu katika mambo ya ulimwengu huu. Kwamba tuko very much occupied in a way that hata tufikiri kuhusu nafsi zetu. Hatujui kwamba ni wapi tunaelekea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha tuwe watu ambao sana sana wanafikiria maisha ya kesho nitaiishi wapi. Nikitoka katika mwili huu nitakwenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna wakati utafika, tutatoka katika mwili huu. Na ni wapi utakwenda? Kama ulikuwa uko tu very much occupied na mambo ya ulimwengu huu, wakati unatoka hapa unakwenda katika wapi? Utakuwa unakwenda wapi? Utakuwa unakwenda kuingia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha tuangalie sana. Tuangalie sana ni nini hiyo ambayo imechukua nafasi kubwa katika maisha yetu, na tukapate kuipunguza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapunguza, tunaweka nafasi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tunaweka nafasi kwa ajili ya Yesu Kristo. Tunaweka nafasi kwa ajili ya kazi zake ambazo anataka tuzifanye. Kuna mwito wa kujitakasa, kuna mwito wa kujiangalia. Tujiangalie, tujue ni nini hicho ambacho kimechukua nafasi kubwa sana ndani ya mioyo yetu. Ni upendo wetu tumeupeleka wapi? Upendo wetu tumeupeleka wapi? Manake upendo wetu kama tumeuondoa kwa Yesu, basi sisi ni watu ambao wamepotea. Sisi ni watu ambao tunangoja tu kuangamia. Sisi ni watu ambao hawana tumaini. Hakutakuwa na tumaini kwetu tena wakati tumeuacha upendo wa Mwenyezi Mungu. Maandiko inasema hivi kwa kitabu cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza 2. Yohana wa kwanza 2. Pale Yohana wa kwanza, kitabu ni cha Yohana wa kwanza 2:15. Maandiko inasema hivi:
msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba haumo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni maandiko tu ambayo inatimia kwa kila hatua ya maisha ya mwanadamu, kwamba wakati umechukua upendo wako ukauweka kwa football, upendo wako umeuchukua ukaiweka katika uzini, upendo wako umeuchukua ukauweka katika mambo ya ulimwengu huu, basi upendo wa Mwenyezi Mungu haumo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi sema kwamba tunampenda Mungu na ile hali starehe za dunia hii ndio imetujaa, ile hali mambo na mapambo ndio imetujaa katika mawazo yetu, ile hali mambo ya kuingia katika zinaa ndio imetujaa ndani yetu, ile hali bado sisi ni watu wa kupiga sherehe na kukunywa pombe na kufanya kila aina ya nasa. Hatuwezi sema tuko na upendo wa Mwenyezi Mungu ndani yetu, tutakuwa tunajidanganya. Na hapo ndio unaona maandiko inasema kwamba hawa watu wananikiri tu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali sana nami. Bwana Yesu asifiwe. Hayo yote pia ni maandiko ambayo tunayashuhudia yakitimia katika wakati huu wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ni mengi ambayo tunayaona ambayo yanastahili kutuamusha katika usingizi. Ni mengi ambayo tunayashuhudia na kukutana nayo ambayo yanastahili kutukumbusha kwamba nyakati ni za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Na nyakati zikiwa ni za mwisho, tunafaa kufanya nini? Tunafaa kukumbuka kwamba kuna kazi ambayo tunastahili kufanya. Tunafaa kukumbuka kwamba nafsi zetu kuna mahali ambapo zinastahili kuwa zinakwenda. Na tukikumbuka hayo, tunastahili kujirudia na kusema, je, kazi zetu zinaweza zikatuingisha kule kweli? Na kama haziwezi, ni wakati huu sasa kuanza kutengeneza. Ni wakati huu sasa kuanza kurekebisha, ili tukaingie katika njia ambayo Mwenyezi Mungu anataka tukaingie. Bwana Yesu asifiwe. Tukaondoke katika kuwa busy. Tuko busy to a point that hata sisi wenyewe hatujui wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wako busy to a point that hata mavazi ambao wanavaa wenyewe hawafahamu ni yapi wanavaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuchanganikiwa ambayo imeinuka katika wakati huu, kwamba watu wako very occupied to a point that ukiuliza hata mtu ulioga lini mwisho, anasema hey, hata sikumbuki. Kwa sababu wako very occupied. Minds zao zimejaa na vitu ambavyo vimejaa katika mawazo yao ni vitu ambavyo haviwasaidii. Bwana Yesu asifiwe. Haviwasaidii. Ndio unapata watu wako na watoto, lakini na watoto wamebaki nyuma, wanastahili kuwa wanakula. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unarudi kwa nyumba saa 6 za usiku ndio unakuja na sapa, kwa sababu umetoka kuona mpira. Bwana Yesu asifiwe. Watu wako very much occupied in these last days. Wamejisahau, wamesahau mpaka majukumu zao. Wengine wanakesha kwa maklabu, wengine wanalala mpaka kule kwenye maklabu. Wamesahau hata familia zao, kwa sababu wako very occupied na mambo ya ulimwengu huu. Maandiko inasema kwamba yule ambaye anaupenda ulimwengu huu, upendo wa Mungu haumo ndani yake. Na kwa hakika hawa watu ambao wanafanya haya mambo yote, upendo wa Mwenyezi Mungu haumo ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini tunene haya yote? Tunanena haya yote kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe anasema kwamba yeye ana wivu sana nasi, na hataki kwamba ile upendo ambao tunastahili kwa tunampenda nayo tunaigawanyisha kwa mtu mwingine, ama tunaigawanyisha kwa kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unakaa katika hali hiyo, Mwenyezi Mungu ako na hasira sana na wewe. Manake amekuumba ili ukampendeze, ukamtumikie na ukampende yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu anasema kwamba pia atakayependa watu wa kwake sana kumshinda yeye, basi ana nafasi na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunastahili kuangalia haya mambo yote na tu balance. Hatusemi kwamba usifanye kazi, hatusemi kwamba usiangalie televisheni, lakini kuwa mtu ambaye anaongozwa na maarifa, kwa mtu ambaye anaongozwa na hekima. Jua kile kitu ambacho unafaa kukiona na kile ambacho ustahili kukiona. Bwana Yesu asifiwe. Manake ukishajua kwamba hiki kitu ni addictives, ni kitu ambacho nikianza kukiona sitataka kukiwacha, kwa nini uendelee kuiona? Si afadhali uachane nayo ili usipate kufanya mazoea ya kuzidi kuiona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna watu wakishakaa chini kuangalia TV hivi, hata umwambie na nini saidie na maji hata amuka. Bwana Yesu asifiwe. Hata umwambie nisongezee hiyo kijiko hata amuka, hata toa macho yake pale. Afadhali hata afanye hivi macho ikiwa kwa TV bado, kwa sababu anataka asitoke pale.
Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio vile watu wako very occupied. Wewe una imagine, maandiko inasema kwamba miili yetu imefanywa katika viungo tofauti tofauti na vyote ni muhimu. Hakuna wakati macho itasema kwamba mimi si wa mwili na ijitenge. Na hakuna siku mkono itasema kwamba mimi si wa mwili na ijitenge. Bali tumeumbwa katika mwili huu sehemu tofauti tofauti katika manufaa ya miili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana maandiko pia yanasema kwamba sisi ni sehemu ya mwili wa Kristo na Kristo ni kichwa chetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna vile utasema nimekuambia nisaidie na kijiko, na kwa sababu macho yako ndio inastahili kulocate mahali kijiko iko, macho hauangalii kijiko, macho imebaki kwa screen. Mkono ndio sasa inatafuta kijiko. Ni vitu ngapi utaangusha kwa meza ukiendelea kutafuta hivyo? Ni mingi sana, kwa sababu your mind is occupied na ile kitu ambacho unakitazama. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba mingi tunasikia watu wanawake hata wanapigwa kofi kwa sababu hatoki kwa TV. Soap opera, sijui nani anapenda nani, nani anafanyia nani hivi, amekwama pale, hatoki pale. Bwana Yesu asifiwe. Hata mzee amwambie niletee ile shati yangu ya green yenye iko pale juu ya kitanda, anatuma mtoto, letea baba ile shati ya green pale. Mtoto ndio sasa anaenda mpaka bedroom, anaenda kuonana na vitu zenye asili kuona kule. Kwa sababu mama ako busy, ako occupied na kile kitu ambacho anakitazama. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio mambo ambayo tunayanena na tunasema kwamba ni mambo ambayo yanafanyika. Ni kweli ambayo inafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwani ni mara ngapi watu wanalala hata na simu kwa macho yao hivi? Usingizi imemchukua tu kwa sababu sasa ana otherwise itabidi amelala. But hataki kuacha. Bwana Yesu asifiwe. TikTok watu wanakesha usiku mzima. Watu wako very occupied kwa TikTok usiku mzima. Hawana nafasi na Mwenyezi Mungu. Hata kulala ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Starehe za dunia zimeshika watu nyara, zimeshika watu mateka. Na imewaweka, wamekuwa kama watumwa. Wao wenyewe hawajijui, lakini wamekuwa watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Wamekuwa watumwa kabisa na starehe za dunia. Kuna mtu hata shilingi haingii kwa mfuko yake, ikiingia hivi anafikiria kuendesha ndege. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wako very much occupied. Hawana nafasi na Mwenyezi Mungu. Hawana nafasi hata kumtumikia Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na haya ndio mambo ambayo yanaelekeza watu kuzimu pole pole pasipo wao kujua. Na itafanyika tu kwa hakika vile ilifanyika nyakati za Nuhu. Manake Nuhu alihubiri muda huo wote. Hata wakati aliingia kwa safina watu wengi hawakujua. Waligutuka tu wakati waliona anga imebadilika. Wakasema kumbe kimeumana sasa. Ndio vile kizazi hiki jinsi ilivyo. Kabisa kabisa. Kwamba wakati mtu sasa kimemuumania, amekuwa mgonjwa, amelala kwa hospitali pale, ndio sasa anasema kuna Mungu, niombeeni kwa Mungu wake nisibaki hapa. Hiyo ndio wakati sasa anakumbuka kwamba kuna Mungu mahali. Lakini wakati huo mwingine wote ako very busy, very occupied. Hana nafasi na Mungu wakati huo wote. Ako na nafasi tu na vitu vyake. Kupost kwa TikTok. Anataka kuonyesha the new trend. Hataki kukosa kuonekana pale. Hizo ndio vitu ambavyo wanavifanya katika wakati huu. Wako occupied na hizo vitu. Baadhi yao pia ni washirika katika kanisa. Na hao ndio maandiko inasema kwamba wanamkiri Kristo kwa midomo tu. Lakini ndani ya mioyo yao Kristo Yesu hayuko kule. Bwana Yesu asifiwe. Tunayashuhudia mpaka kwa makanisa. Kwa sababu sisi tayari tushajaliwa na hiyo maarifa. Tunamjua yule mtu ambaye anamkiri Kristo katika kweli ni mtu wa aina gani. Tunamjua hata kwa mazungumzo yake, hata kwa kutembea kwake tunamjua. Bwana Yesu asifiwe. Manake hata wakati Petero alijaribu kumkana Yesu, aliambiwa hata unajaribu kumkana, lakini hata kwa mazungumzo yako inaonekana tu kwamba ulikuwa mmoja wao. Lakini sasa tuko na kizazi ambacho kinasema Bwana Yesu asifiwe, ambacho kinasema mimi nimeokoka, niliokoka mwaka fulani, lakini jinsi hata anavyoishi haionyeshi kwamba aliokoka. Haionyeshi kwamba alipeana maisha yake kwa Kristo Yesu. Anaonekana mtu wa kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu ambaye mambo ya ulimwengu tu uko ndani yake. Kwa sababu kama utaspend 1 hour kwa kioo ukirekebisha kazi ya Mwenyezi Mungu, alafu unatoka pale unaenda kusema umeokoka, Kristo ni Bwana, utakuwa unaonyesha nini?
utakuwa tu kwa hesabu wa wale watu ambao wanamkiri kwa mdomo tu, lakini ndani yao hayuko. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yao ni mambo ya ulimwengu tu. Ndani yao ni upendo wa ulimwengu huu ndio umejaa ndani yao. Lakini huku wanamkiri kwa mdomo tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kingine hapa ambacho pia kimekuja katika wakati huu nikimalizia. Kuna kitu kiko kwa kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo tukirudi pale 24. Mathayo 24. 24. Maandiko inasema hivi: kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walioteuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho nataka nikilete pale. Kuna mambo ya miujiza na kuna mahubiri ya breakthrough. Mahubiri ya miujiza na mahubiri ya breakthrough imebeba watu wengi sana. Watu wamekuwa occupied na mahubiri kama hayo to a point that hata wakikwenda kanisani hawaendi ati wanaenda kumtafuta Mwenyezi Mungu, bali wanaenda kutafuta their breakthrough, wanaenda kutafuta miujiza, wanaenda kutafuta maji ya baraka na hizo vitu vingine vya baraka. Vime occupy their mind to a point that hawajui kwamba ni kupotea wanapotea. Bwana Yesu asifiwe. Hawajui kwamba ni kuenda wanaenda kuangamia. Hawajui kwamba wameingia katika udanganyifu. Kwa nini haya yanafanyika? Kwa sababu watu wanapenda mambo ya ulimwengu. Wakati upendo wa ulimwengu umeingia katika nafsi ya mtu, anabaki kwamba vitu vya ulimwengu ndio ambazo anakimbishana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona haya makathedro, hizi kanisa kubwa kubwa zimejaa watu hivi. Na si ati zimejaa watu wanaenda kumwabudu Mungu, hapana. Wanaenda kutafuta their breakthrough. Wanaenda kutafuta miujiza. Wanaenda kufurahishwa katika miili yao. Bwana Yesu asifiwe. Manake kuna mahubiri ambazo zinafurahisha mwili na kuna mahubiri ambayo inakemea mwili. Wakati unakaa chini katika mahubiri ambayo inafurahisha mwili, ni ile kitu sasa inafanyika pale ni kurefresh your body. Unafanya kurefresh your body. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kuchangamshwa. Bwana Yesu asifiwe. Manake hata wakati wanapiga drums zao na nyimbo na keyboard zao, unaona tu kwamba tu hao watu wako katika party. Hao watu wako katika kuchangamsha mwili. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kumwogopa Mungu hata katika nyimbo. Hakuna kumwogopa Mungu hata katika mahubiri ambao wanahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wanaenda tu ili wakapate breakthrough. Breakthrough imeoccupy their mind. Hata ukiambia mtu si ufunge uombe kwa ajili ya jambo hili, anakuambia hapana. Nitaenda kuombewa nitapata breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wao wenyewe hawana nafasi ya kutafuta their breakthrough. Hawana nafasi ya kutafuta their breakthrough. Hawana nafasi ya kutafuta miujiza yao. Wanataka waende wakanenewe, na hiyo ndiyo imewajaa katika mawazo yao. Bwana Yesu asifiwe. Hata hawajui wakati ni upi ambapo tulimo. Kwa sababu hayo ndiyo imewajaa. Na ndiyo inafanya hata wanakuja hata jinsi tu wanavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuja wakiwa mgongo wazi, hata wanakuja na mavazi hata imeraruka. Kwa nini? Kwa sababu wanatafutana na their breakthrough. Hawajakuja kumtafuta Mungu, wamekuja kutafuta their breakthrough. Wako very much occupied na vitu vya dunia hii zaidi ya kumtafuta Mwenyezi Mungu. Ndio sababu wanakuja jinsi wanavyotaka. Wanasema sisi kanisa yetu mchungaji angaliangi haya. Haya sisi kwetu hatuangaliangi. Kwa sababu hata mke wa mchungaji, Bwana Yesu asifiwe, haya waangaliangi. Tunakwenda kuja kwetu huku utapata breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Very much occupied na vitu vya ulimwengu huu. Wamesahau kwamba maandiko yanasema anayependa ulimwengu upendo wa Mungu humo ndani yake. Na anayefanya urafiki na ulimwengu basi amefanyika adui na Mwenyezi Mungu. Na hakuna kitu ambacho huyo mtu anaweza akapata kwa Mwenyezi Mungu. Hata breakthrough ukiimbiwa, yule mtu ambaye ataleta breakthrough kwako ni ibilisi tu. Kwa sababu ashaona kwamba hiyo ndio chenye unatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Hauna nafasi na Mwenyezi Mungu, unatafuta tu breakthrough. Na hiyo ndio shetani ataleta tu. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio mambo ambayo tunakutana nayo katika wakati huu. Na ndio unaona Mathayo 15 pale 8 mpaka 7 inanena kuhusu hawa watu. Wakisema kwamba hawa watu wananikiri tu katika midomo yao, lakini ndani ya nafsi zao, ndani ya mioyo yao
wako mbali sana na mimi, kwa sababu wanamkiri tu, wanasema tu katika vinywa haleluya haleluya tu, Bwana Yesu asifiwe, kwa mdomo tu, lakini ndani ya nafsi zao, ndani ya mioyo yao wako mbali sana na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na haya ndio tunayashuhudia, na haya ndio tunasimama nayo siku hii ya leo, tukisema kwamba Kristo Yesu anakuja. Na kama Kristo Yesu anakuja, tunastahili kujiangalia ni wapi ambapo nafsi zetu zitakwenda. Nafsi zetu zitaingia wapi? Je, tumejiandaa kwamba akikuja anaweza akakwenda nasi, ama tuko tu? Tunastahili kujiandaa, tunastahili kuondokea starehe za ulimwengu huu. Upendo wa ulimwengu huu tuuondoe katika mioyo yetu, ili wakati Kristo Yesu anakuja anatupata kama tuko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Asipate kama bado tumepotea katika mambo ya ulimwengu huu. Asipate kama bado tunakimbishana na mali ya ulimwengu huu. Kuna watu bado wanakimbishana na kuendesha magari. Anasema mimi lazima niendeshe gari, na lazima niingie, lazima nipate my breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Hayo sio mambo ya kukimbishana nao katika wakati huu. Mwenyezi Mungu akipenda ataleta. Bwana Yesu asifiwe. Na akiona kwamba uko na kiburi ndani yako, utakuwa mtu wa kuringa, pia hataleta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anachunguza ndani ya mioyo yetu, na anaangalia kwamba akikupatia hii utakuwa mtu wa aina gani, ama sasa utaguzika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha tujiangalie sana. Nyakati zinakwenda na muda pia unazidi kuyoyoma. Wakati unakwenda kwa kasi sana, na unabii unazidi kutimia. Unabii unazidi kutimia, na yale yote ambayo yamenenwa pia tunakutana nayo na tunayashuhudia yakifanyika. Basi tufanye nini? Tukumbuke kwamba Kristo Yesu anakuja, na atachukua tu wale ambao wamejiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema hivi kwa kitabu cha Yohana 24:25. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele kabla ya wakati huo kufika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ujumbe huu tayari umefika mbele. Ujumbe huu umetangulia kufika. Kwa hivyo wakati unaona haya, hata ukishuhudia hayo ndani yako, ukapate kukimbilia. Kimbia wakati unaona tamaa ya ulimwengu inaingia ndani yako. Kimbia ukamtafute Mwenyezi Mungu. Wakati unaona tamaa ya vitu vya ulimwengu huu unaanza kupenyeza polepole ndani yako, ikimbie. Kimbia ukapate kufanya urafiki upya na Mwenyezi Mungu tena. Manake ukikawia kidogo utaondolewa kwa barabara. Bwana Yesu asifiwe. Manake upendo wa ulimwengu wakati unaingia mtu, hauingia alafu ati bado utabaki kwa Kristo. Hapana. Inaingia na inakutoa kwa Kristo kabisa. Inakutoa na inakupeleka mbali sana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati unanusia tu kwamba upendo wa ulimwengu, mambo ya kiulimwengu inaanza kukufuata, toroka. Kimbia sana na ukaondokea mambo hayo. Manake tayari maandiko imetuonya kabla ya hayo mambo kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio upendo ambao Mwenyezi Mungu anazidi kututafuta nao. Hajatuacha kama tu vile alivyoahidi kwamba hatatuacha mayatima. Anazidi kutukumbuka hata kupitia katika neno lake, akituma watumishi wakapate kutukumbusha na kutuonya kupitia kwa maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Ili wewe mwenyewe uanguke tu sasa kwa hiari yako. Usianguke kwamba haukunenewa. Usianguke kwamba haukupata kufundishwa. Bali uanguke tu kwa hiari yako wewe mwenyewe. Umehiari kuanguka. Umeamua tu uanguke. Lakini si kwamba haupata neno. Neno limekwisha kunenwa. Neno limekwisha kuhubiriwa. Matangazo yamekwisha kutangazwa kwamba nyakati ni za mwisho, na kwamba tukapate kukumbuka kwamba Kristo Yesu anakuja, na tukapate kujiandaa kwa ajili ya ujio wake. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio ukumbusho ambao nimetaka kuwakumbusha siku hii ya leo, na kwamba mkapate kukumbuka kwamba nyakati ambazo tulimo sio zile nyakati za kuzidi kufanya mchezo, bali ni nyakati za kuangalia sana ni wapi ambapo tunakwenda. Ni wakati wa kutafakari tena, nimekuwa nikifanya urafiki na ulimwengu ama nimekuwa nikitembea kwa njia gani? Maandiko inasema kwamba ukifikiria kwamba umesimama, basi na ukaangalie sana usije ukaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wakati mtu anahisi kwamba mi bado nimesimama. Mi bado nimesimama katika njia.
lakini haujakundua kwamba umekuwa ukipenyeza polepole katika upendo na mambo ya ulimwengu. Basi tujiangalie sana, tujue kwamba tumesimama kwa hakika, tujue kwamba tunazidi kutembea katika njia ambayo Kristo Yesu anataka tuitembelee. Bwana Yesu asifiwe. Naona wakati wetu umeyoyoma sana, na pia kuna mahali pia tunataka tuende. Bwana Yesu asifiwe. Manake tumejaa na furaha ndani yetu kwamba Kristo Yesu anazidi kutuongeza, anazidi kutubariki. Unajua, wakati kiumbe kipya kinakuja katika ulimwengu huu, huwa anakuja na mambo ya kwake pia, anakujanga na share yake pia. Kwa hivyo kama ulikuwa unapata 100, 100 ingine itaongezeka pale juu, kwa sababu Mwenyezi Mungu akiwaleta, anawaleta akiwalea. Bwana Yesu asifiwe. Aleti kwamba tuhangaike na wao, bali anawaleta tukapate kuwalea. Kwa hivyo nimejaa na furaha sana kwamba Kristo Yesu bado anazidi kutenda kazi katikati yetu, na anazidi kutuinua katika viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha nimalizie hapo katika maombi. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumeshiriki katika mkate wa wakati huu, tumeshiriki katika chakula hiki Baba wa mbinguni. Manake katika maandiko wewe mwenyewe ulisema kwamba wewe ndio mkate wa uzima Baba wa mbinguni, na tena wewe ndiye neno. Kwa hivyo wakati tunashiriki katika neno, tunashiriki katika chakula cha uzima Baba wa mbinguni. Tunakuomba katika wakati huu kwamba ukazidi kutujalia maarifa, ukazidi kutujalia hekima na kuelewa neno lako Baba wa mbinguni. Tusiwe kama wale katika nyakati zile ambapo ulikuwa katika ulimwengu huu, wakati ulifundisha kwamba mtu asipoukula mwili wako na kukunywa damu yako hata kwa na uzima. Na katika fundisho hilo Baba wa mbinguni, tunapata kutambua kwamba wengi wa wanafunzi wako walipata kukuacha na kukuondokea, wakisema kwamba neno hili ni kigumu sana. Walikosa kuelewa Baba wa mbinguni. Nasi tunaomba katika wakati huu ukatujalie kuelewa katika neno lako Baba, ili ukapate kupanua wazo letu katika neno lako, ili kila jambo tukafanye katika maarifa. Baba, tunakuomba katika wakati huu pia ukajaze mawazo yetu na neno lako Baba mbinguni. Ukaondoe vile vitu vyote ambavyo vimejaza mawazo yetu, mambo ya ulimwengu, starehe na anasa na zinaa ya ulimwengu huu, ukaondoe katika mawazo yetu katika jina la Yesu Kristo. Na ukatukumbushe katika nyakati tulizomo Baba mbinguni, ili tukapate kutembea tukiwa katika hofu ya kukuja kwako Baba mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Maana nyakati hizi ni nyakati za uovu, na ni nyakati ambazo wanadamu wamejawa na shughuli nyingi katika maisha yao, wamejawa na starehe nyingi katika maisha yao, wamejawa na vitu vingi Baba wa mbinguni ambavyo havina manufaa katika nafsi zao. Nasi tunaomba ukatusaidie, manake neno hili tayari umelileta mbele zetu Baba wa mbinguni, na umetuambia kwamba tayari umetuonya kabla ya wakati Baba wa mbinguni. Tunakuomba ukatusaidie, tunakuomba ukatutie nguvu, manake katika mwito wa wokovu Baba wa mbinguni hatujajileta sisi wenyewe, bali wewe mwenyewe umetuleta, wewe mwenyewe umetuvuta katika wokovu Baba wa mbinguni. Manake wokovu umefanyika katika neema, si katika kazi zetu Baba wa mbinguni. Hatuwezi tukajipiga kifua kwamba kuna kazi tumefanya Baba wa mbinguni, bali ni kwa neema yako tu. Basi tunaomba wacha neema yako ikazidi kutuongoza, wacha ukazidi kututia nguvu, ili tukazidi kutembea katika wakati huu, na ukatuepushe na upendo wa ulimwengu huu Baba wa mbinguni, ukatuepushe na tamaa na mambo ya ulimwengu huu, na ukaweke mawazo yetu ikakuangalie Baba wa mbinguni. Ukaweke fikra zetu ikafikirie mambo ya kule juu mbinguni, mahali ambapo umeketi wewe Baba mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Manake hicho ndicho kilio ambacho kiko ndani ya mioyo yetu, manake tayari tushatambua kwamba kazi zetu zitatufuata Baba mbinguni, kwamba kila kitu ambacho tunakifanya katika ulimwengu huu utazidi kutufuata hata baada ya maisha hii. Tunakuomba basi kwa unyenyekevu Baba mbinguni, tukiwa tumenyenyekea mbele zako, ukatutie nguvu. Tutie nguvu ya kukupendeza, tutie nguvu ya kutembea katika njia zako, tutie nguvu ili tukafanye yale yote ambayo yanalingana na mapenzi yako Baba mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Baba, watazame hata wale ambao wako katika udhaifu, wale ambao wako katika unyonge wa moyo,
wale ambao wamepungukiwa na neema yako na hata nguvu zako, ukapate kuwazidishia nguvu, ukapate kuwajaza tena katika jina la Yesu Kristo, ili wakazidi kutembea katika njia zako na katika ukuu wa neno lako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, zidi kuonekana, zidi kutawala ndani yetu kwa utukufu wa jina lako. Wacha tukazidi kukuona kama vile tumekuona katika wakati huu. Baba, sehemu ambazo zimebaki, tunazidi kuomba tu jina lako likazidi kuinuliwa na ukuu wako ukazidi kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Asante manake wewe ni mwaminifu. Asante manake utatenda. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amina. Amina. Amina.